Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana, mambo yanazidi kuwa mengi kati ya Mwijaku na bwana, kumekuwa na zogo au kumekuwa na zengwe kidogo kati ya Mwijaku na Dudubaya. Dudubaya bwana amekuwa akizungumza maovu mengi kumhusu Mkubwa Fella baada ya Mkubwa Fella kuugua na kuonekana kama vile wasanii hawamsapoti wala kumsaidia wala kuonyesha kutokujali kabisa kuhusiana na maradhi ambayo yanayomsumbua. Japokuwa inafahamika kwamba Mkubwa Fella ni mmoja kati ya waasisi wa muziki wa Bongo Flava, amesaidia vijana wengi sana, wamepita mikononi mwake, wengi amewapa platform, amewasupport mpaka wamekuwa na mafanikio na wengine wana mafanikio mpaka leo. Lakini kitendo cha yeye kuumwa, watu wengi sana walidhania kwamba wasanii watajitoa, lakini haijawa hivyo. Wengi wao wamenyuti na wanaendelea na mambo mengine. Sasa hii imekuwa ni kitendo ambacho kimewashangaza watu wengi sana kuona kwamba Mkubwa Fella kama vile wasanii wamemtupa. Na hapo ndipo Dudubaya akaamua kutumia hiyo nafasi na kuzungumza ya kwake, akidai kwamba bwana Mkubwa Fella yeye mwenyewe bwana ameyataka haya yanayomkuta wasanii kuto kumsapoti. Sababu ni kwamba kwa mujibu wa Dudubaya anadai kwamba Mkubwa Fella alikuwa akiwadhulumu wasanii kipindi hicho wakati wanazunguka katika baadhi ya matamasha ambayo yeye alikuwa na nyadhifa katika matamasha hayo. Sasa hili ni jambo ambalo limewakwaza baadhi ya watu, kwa sababu maneno ambayo alikuwa anayatoa Dudubaya ni kama vile alikuwa ni kashfa kwenda kwa Mkubwa Fella, mtu ambaye anafahamika mchango wake katika industry ya muziki wa Bongo Flava. Kwa kuna watu wengi sana wakupendezwa na kile ambacho Dudubaya alikuwa anakizungumza, na moja kati ya watu hao bwana si mwingine bali ni Mwijaku. Lakini pia vile amekuwepo Mr Pimbi, lakini Mwijaku bwana alichokizungumza kimemkwaza Dudubaya na akaamua kumjibu Mwijaku alichokisema, na akasema kwamba Mwijaku hakuna anachojua, lakini amefika mbali kiasi kwamba hata Mwijaku naye pia amekwazwa vile, na maana kuna maneno mengine tena ya kashfa yamemhusu Mwijaku, jambo ambalo Mwijaku limemkera, ikabidi arekodi video aruke live na kuelezea kuhusiana, yani kumwadresi huyo Dudubaya. Kwa hiyo bwana, kuna video mbili zimesambaa huko mtandaoni. Kuna video ambayo ilisambaa ya kwanza tuliyozungumza katika video iliyopita, lakini kuna video nyingine tena ambayo imesambaa. Mwijaku ameamua tena kulizungumzia swala hilo katika video nyingine. Sasa katika hii video nyingine nataka hapo umsikilize Mwijaku alichokizungumza kumhusu Dudubaya na kashfa zote ambazo amezizungumza dhidi yake pamoja na Mkubwa Fella wakati huu ambao yeye anaumwa. So hapa nataka umsikilize Mwijaku moja kwa moja. Konki Master sio kwa ubaya. Unataka kushindana mimi eti nina nyumba mbili. Wewe una nyumba wewe? Mimi hapa ndo nimetoka kwa ile nyumba, nimetoka ndani. Sasa nataka kuonyesha kitu. Unasema una nyumba mbili. Hii ni 7th quarter. Onyesha. Hii ni 7th quarter. Hapa wanalala wafanyakazi wangu wanaosha magari. Sawa, wafanyakazi wangu wanaosha magari. Wanalala hapa. Njoo TV wanaoitumia wafanyakazi wangu. Alafu niambie Konki wewe. Hata baa unapokaa hawana TV hapa. TV nchi 100. Eblet ngoje. Wao hapa vijana wangu hao hapa. Hawa ni vijana wangu. Umeona? Wana TV nchi 100. Wamepumzika hapa. Wana TV nchi 100. Hii hapa. Wamepumzika. Huyu anaitwa Kichuya. Huyu anaitwa Kashinde. Kazi yao kuosha magari wanaishi hapa. Wewe unakaa hata unakaa ina TV nchi 100. Afu utakushinda mimi na nyumba mbili. Wewe Konki wewe. Wadanganya ulozoea kuwadanganya. Hapo usishindane maisha na mimi. Nishakupiga game sana. Wewe unakuwa unakuja THT kuomba kodi. THT unakuja kuomba kodi kwa Ruge Mutaba. Sijawahi kuomba kodi kwa mtu mimi. Hapa nipo kwangu. Nenda kajirikodi kwako hivi. Shika adabu yako wewe. Tuheshimu. Hebu acha ufungua benzi wewe. Nakuja uko ulipo. Wewe. Kichuya. Njoo. Huyu kwa angalia ntimia hapa. Njoo. Kaita fungua benzi ndani. Na mtuma ufungua benzi. Alikuwa cheki hapa ngoma. Mbona unavyoenjoy? Ntimia. Kashinde unajisikiaje? La, unaenjoy. Alafu nchi 65 imekaa hapa. Hii hapa. Njoo zoom. Hii nchi 65 imekaa hapa. Nchi 65, nchi 100 hii hapa. Wanafanya kazi wangu wanakalia muziki hapa. Wewe. Tushindana mimi wewe. Huyu hapa kaita kufungua benzi Kichuya. Katoka kwenye nyumba kubwa. Ingia zako kula maisha mdogo wangu.
kula maisha. Kijana wangu, acha ujinga, usila mimi hala yeah. Ya, lakini ya kuishia hapo, hizo ni tambo za Mwijaku, lakini pia vile vile alipata nafasi ya kufika Mwijaku bwana amefikisha jambo la Mkubwa Fella BASATA na tumeona hapa kuna video nyingine zimeonekana Mwijaku akiwa anazungumza na viongozi kama vile hawa wakina Mwana FA na watu wengine tofauti tofauti. Kwa hiyo kuna video nyingine pia zimesambaa zikimwonyesha Mwijaku akilishughulikia hilo swala la Mkubwa Fella vile vile. Yes, nimekuja ofisini kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Bwana Hamisi Mwinjuma. Naomba heshima kwanza ichukue mkondo wako kutokana na cheo hicho. Nikupongeze, lakini nikwambie tu vijana bado tuna imani na wewe. Upande wa habari tuna imani na wewe, upande wa sanaa tuna imani na wewe. Moja kati ya kitu ambacho nataka ukitolee macho sasa hivi. Moja tutolee macho ni kuhusu Mkubwa Fella. Umeona maneno mtandaoni yamekuwa mengi si mdau wa muziki, binadamu, kila binadamu ana jambo lake zuri, kuna kukosea kupo, lakini anahitaji mkono wa serikali kupitia wewe Mkubwa Fella, unajua namna kutazama. Tunafanyia kazi. Nashukuru. Tunafanyia kazi. Basi maneno ya mtandaoni siyataki. Mheshimiwa Naibu Waziri anasema tutafanya kazi. Hakuna kitu kushirikiana chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan. Yuko pale kwa sababu yetu sisi. Nikushukuru Mheshimiwa. Asante. Nikushukuru sana. Anaitwa Mwana FA, mwana falsafa. Kaoa sasa hivi. Hala. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana kumuhusu Mwijaku. Amezungumza na ameonyesha wazi kwamba analipambania bado jambo zima la Mkubwa Fella, japokuwa Dudu Baya amekuwa akimzungumza vibaya, amekuwa akimsema, wamekuwa kitambiana hapa na pale, lakini at the end of the day haya ndio aliyoyasema Mwijaku. Kwa hiyo hii ndio reaction ya Mwijaku. Yeah, so at the end of the day bwana, ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.